Sehemu ya 4 ya somo ambalo tumekuwa nalo, kanuni za kuvumilia Kikristo. Kanuni za kuvumilia Kikristo. Kama tulivyosema hapo mwanzo, tukasema kuvumilia Kikristo au uvumilivu wa Kikristo ni uwezo wa kukubali kukabili maumivu. Kukabili maumivu, mateso, hali ngumu na mengine kama hayo bila kupoteza imani, tumaini na upendo. Uvumilivu wa Kikristo ni uwezo wa kukubali kukabili maumivu, mateso, uchungu, hali ngumu na mengine kama hayo bila kupoteza imani yako kwa Mungu, tumaini lako kwa Mungu na upendo wako kwa Mungu. Kwa hiyo kuvumilia ni kitendo. Sema ni kitendo. Sema ni kitendo. Sema ni kitendo. Kwa hiyo kuvumilia Kikristo ni kitendo cha kukabili au kukubali kukabili maumivu, mateso, tabu, changamoto mbalimbali bila kupoteza imani, tumaini na upendo wako kwa Mungu. Na tukasema ama uko ndani ya Yesu, kuvumilia kutahitajika. Ziko nyakati unahitaji kuvumilia, na ama uko nje ya Yesu, bado kuvumilia ni mtindo wa maisha. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni uchaguzi wako. Uvumilie pamoja na Kristo ili hatimaye akutukuze, hatimaye akupe zawadi, hatimaye akupe thawabu, hatimaye Kristo apate kukutunza. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Au unaamua kuvumilia nje ya Kristo, kuvumilia kwa mtindo wa kidunia ili dunia ikutunze. Kuvumilia nje ya Kristo, kuvumilia nje ya Mungu. Kwa hiyo tukasema wakati unapovumilia ndani ya Kristo, kuna namna ambavyo Kristo anatuliza moyo wako, anaweka amani ndani yako, anaweka utulivu ndani yako, katikati ya moto, katikati ya mateso, katikati ya maumivu, katikati ya machungu. Walio nje wanaona unateketea, lakini wewe mwenyewe ndani yako kuna namna ambavyo Mungu anaweka utulivu, anaweka amani, anaweka ustahimilivu usiokuwa wa kawaida mpaka jaribu liishi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo unapokuwa unavumilia Kikristo, moyo wako unabaki salama, moyo wako unabaki imara, moyo wako unabaki ukiwa salama. Lakini nje ya Kristo, moyo wako utavunjika, moyo wako utakufa. Unasikia mtu amekufa moyo, mtu amevunjika moyo. Kwa nini? Kwa sababu hakukuwepo na utaratibu wa kuupoza moyo, kuutuliza moyo, kuweka moyo kwenye namna ambayo ile jaribu lipite, hayo mateso yapite, hayo maumivu yaishe, hiyo changamoto ishe, na ubaki salama ukiendelea kumtumikia Mungu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tukasema ziko kanuni, na tukapita sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, na leo tuko sehemu ya 4 ambapo kuna vitu vichache nataka nivilete ambavyo vitatusaidia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kanuni ambayo leo unaileta na katika mfululizo huu ni ya 5. Nasema kwamba jifunze kushukuru. Kushukuru kwa kila jambo. Kushukuru kwa kila jambo.
Hii ni kanuni ya muhimu sana ambayo itakupitisha kwenye jaribu, itakupitisha kwenye changamoto, itakupitisha kwenye mateso, na moyo wako ukabaki bila kuvunjika, moyo wako ukabaki bila kufa, moyo wako ukabaki imani, na hivyo ukaweza kuilinda imani, ukaweza kulinda tumaini, ukaweza kulinda upendo wako kwa Mungu. Angalia kitabu cha Tesalonike wa kwanza. Tesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa Tesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Anasema wa Tesalonike wa kwanza, ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Mstari wa 18, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Haleluya. Kwa hiyo somo ile mstari wa 16 hadi wa 18. Asa furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Shukuruni kwa kila jambo. Shukuruni katika kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwako, kwetu, kwenu. Kama uko ndani ya Kristo, unajua kwamba hakuna jambo ambalo litakupata bila ruhusa ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Kila linalokuja una uhakika kwamba Bwana ameliruhusu. Na kama Bwana ameliruhusu, lina sababu nzuri kwenye maisha yako. Kwa hiyo unapolipokea kwa jinsi hiyo, kama Yeremia 29 mstari wa 11 anavyosema, ninajua mawazo ninayowawazia ninyi, ni mawazo ya amani, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kwamba Mungu anayo mipango mizuri kwa ajili ya maisha yetu. Na Mungu, Biblia inasema, jicho lake linatutizama kila utokako, kila uingiako. Jicho la Mungu liko pamoja na mtumishi wake, liko pamoja na mteule wake, liko pamoja na mtoto wake. Linakufuatilia. Mungu anafuatilia kila hatua, kila unapotoka, kila unapoingia, kila unapoketi, kila unapoinuka, kila unapolala, kila unapoinuka. Popote uwapo, jicho la Mungu lipo likikutizama, na Bwana akifuatilia hatua kwa hatua maisha yako yote. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kama jambo linatokea lenye kuumiza, Mungu ameliruhusu kwa sababu fulani. Na tukasema maumivu katika kuvumilia unajenga moyo wako, unaufanya moyo wako uwe na subira, moyo wako uweze kusubiri kusudi la Mungu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo katika kila jambo Mungu amekusudia mema kwa ajili yako. Katika kila jambo. Ndio maana anasema shukuruni kwa kila jambo. Na ingawa mambo mengi yanayotokea yanaweza yakaleta maumivu, yanaweza yakaleta kilio, yanaweza yakaleta huzuni, yanaweza yakaleta simanzi, lakini Biblia inatufundisha tujifunze kushukuru. Maana katika kushukuru unauweka moyo wako kuwa salama, unaulinda moyo wako. Ukilipokea kwa shukrani, hata kama ni bomu lilikuwa limetupwa kukupasua, ukalipokea kwa moyo wa shukrani, linatulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Limetupwa kwako kwa ajili ya kulipua, ukilipokea kwa shukrani. Bwana Yesu, asante kwa kuwa umeruhusu hili kwa makusudi yako. Na mimi ninaheshimu makusudi yako.
ninajua makusudi yako kwangu ni mema, na siku zote yanafanya jambo lililo jema kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo unapomshukuru Mungu kwa sababu ya maumivu, kwa sababu ya hiyo changamoto, kwa sababu ya kukataliwa, kwa sababu ya kufukuzwa, kwa sababu ya kuumizwa, kwa sababu ya kudhulumiwa, ukamwambia Mungu asante. Sio kwamba jambo hilo sawa, kwamba Mungu unanifanyia mambo kama haya. Asante yako ina maana kwamba Mungu, ili jambo ingawa linaumiza, ili jambo ingawa linatesa, ili jambo ingawa halifai, lakini kama umeliruhusu wewe, utalitumia kunibariki. Haleluya, haleluya. Utalitumia kunitengeneza. Haleluya. Utalitumia kuniinua. Haleluya. Utalitumia kunisogeza mbele yako. Kwa hiyo katikati ya hayo maumivu utajikuta unasali zaidi, utajikuta unaomba zaidi, utajikuta unasoma Biblia zaidi, utajikuta unatoa sadaka zaidi, utajikuta unafunga zaidi. Sasa hilo jambo halijafanya kitu chema kwa ajili yako. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Maana hilo jambo ni la muda. Hakuna jaribu lililo la kudumu, hakuna maumivu yaliyo ya kudumu, hakuna mateso yaliyo ya kudumu. Alimradi ya katika ulimwengu huu ni muda, yanapita. Lakini kama ili kupeleka kwa Mungu, ukapata baraka kutoka kwa Mungu, hiyo baraka ni ya kudumu kwa ajili yako. Haleluya, haleluya. Yale maumivu yataisha, lakini kazi nzuri aliyoifanya kwako na Mungu wako itabaki kwa ajili ya baraka zako, kwa ajili ya ulinzi wako, kwa ajili ya amani yako, wakati jaribu limepita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yako mambo mengi magumu yamepita kwenye maisha yako, lakini ukiulizwa unaweza kutaja hata matano. Mengi hata umeshasahau. Lakini wakati unapita kwenye yale mambo, ulikuwa unasema itakuwaje? Kutakucha, itakuwaje? Nitatoka, nitafanya, nitafanikiwa, lakini likapita na bado unaendelea. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kumshukuru Mungu kwa lile jambo ambalo limekuja kwenye maisha yako, ingawa ni gumu, ingawa ni baya kwa jinsi ya kibinadamu, inaweka moyo wako, inaulinda moyo wako. Maana inauepusha moyo wako na mahangaiko, inauepusha moyo wako na masononeko, inauepusha moyo wako na masumbufu, inauepusha moyo wako na kuumia, inauepusha moyo wako na kuvunjika, inauepusha moyo wako na kufa. Haleluya, haleluya. Pigie Bwana makofi mengi na vigelegele. Unapokubali changamoto fulani, ukaipokea kwa shukrani, maana yake tayari ndani yako inatengeneza positive mindset, inatengeneza hali fulani chanya ndani yako. Haleluya, haleluya. Inatengeneza hali fulani chanya ndani yako. Na unajua mambo yanapokuja, au yanatengeneza chanya au yanatengeneza hasi. Hasi ndizo zinazotutesa, hasi ndizo zinazoumiza, hasi ndizo zinazotoboa mioyo ya watu, hasi ndizo zinazoleta hasira, hasi ndizo zinazoleta uasi. Sema hasi. Sema hasi. Maisha ni kama mstari wa namba. Sema mstari wa namba. Sema mstari wa namba. Tulijifunza shule kwamba mstari wa namba uko hivi. Hapa katikati ya ule mstari hivi kuna sifuri. Sema kuna sifuri. Alafu kwenda kulia kuna chanya. Sema kuna chanya. Maana yake kuna 1, 2, 3, 4, 5 na kuendelea. Alafu kwenda huku kushoto kuna hasi. Maana yake kuna hasi 1, hasi 2, hasi 3, hasi 4. Hasi ni madeni. Sema hasi ni madeni. Hasi ni maumivu. Sema hasi ni maumivu. Kwa hiyo unapolipokea jambo lolote, hata kama ni shetani amelituma, kama limekufikia ukalipokea, Bwana ninakushukuru kwa ajili ya jambo hili, maana katika jambo hili kuna baraka yako imefichika huko ndani. Haleluya, haleluya. Kuna jambo jema unataka kulitengeneza kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nisaidie, nitie nguvu, niwezeshe ili majira yake yapite nami nibaki salama. Haleluya. Kwa hiyo ukishalipokea kwa namna hiyo, kwenye ule mstari wa namba tayari umekuja kwenye chanya.
hata kama hivyo vitu vinachoma, ukiwa kwenye chanya, hisia zako zinabaki salama, mawazo yako yanabaki salama, unabaki kwenye utulivu ambao unaweza ukaomba, unaweza ukamlilia Mungu, unaweza ukamsikia Mungu, unaweza ukapata mawazo mazuri ya kukabiliana na lile jambo. Lakini kama limekuja limekuvunja moyo, umeangukia, umeanza kulaumu, umeanza kunungunika, umeanza kusema, umeanza kulia vibaya vibaya na kulani na kusema huyu Mungu yuko wapi? Hawa watu umesema watu vibaya, tayari umeangukia kushoto, umeangukia kwenye hasi. Pressure hizo, sema pressure. Pressure zinapanda, mapigo ya moyo yanaenda mbio. Kwa nini? Kwa sababu umeangukia kushoto. Sema kushoto. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo unapolipokea jambo kwa shukrani, hata kama ni gumu, ukalipokea kwa shukrani, unalituliza. Unafanya nini? Unalituliza. Kwa sababu umelipokea kwa imani, umelipokea kwa upendo. Hata kama ni adui yako, ukimpokea kwa upendo, alikuwa amekuja na sumu kukuwekea, upendo unaweza kusababisha akasahau sumu alokuja kukuwekea, akaondoka hivi hivi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwamba ni adui amekuja kukuumisha, amekuja kularua ndoa yako, amekuja kuharibu kazi yako, amekuja kuharibu huduma yako, amekuja kuharibu karama yako, amekuja kuharibu watoto wako, lakini ukampokea kwa imani kwamba Mungu yuko, God is under control. Haleluya, haleluya. Kwamba pamoja na adui ameingia, lakini Mungu yuko katika udhibiti wa hali zote. Ukalipokea kwa upendo, hata tatizo linaweza likajisahau. Kama nilielekezwa kufinya mara 10, naweza nikajikuta na kufinya mara 1, mara 2, siku imepita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa nini? Kwa sababu umelipokea kwa upendo. Hakuna asiyependa upendo. Hata shetani anahangaika huku na kule kwa sababu amekosa upendo wa Mungu. Shetani angekutana upendo wa Mungu angetulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amekosa, ametupwa nje, hayuko tena na hatapata tena upendo wa Mungu. Ndio maana unaona ameuka huko nje, huku na huku, kama simba angurumaye akitafuta kumrarua, akitafuta kumeza. Kwa nini? Amekosa upendo. Sema upendo. Sema upendo. Kwa hiyo tujifunze kupokea zile hali ngumu, zile changamoto, tuzipokee kwa namna ambayo zitatulia, kwa namna ambayo hazitatuumiza, kwa namna ambayo hata maumivu yake yatapungua. Na hii ni kulipokea kwa shukrani. Haleluya, haleluya. Umepata msiba, shukuru. Sio kwamba unafurahia kufiwa, lakini kama Mungu ameruhusu, unashukuru kwa yale mapenzi ya Mungu, kwa yale makusudi ya Mungu, kwa kile Mungu alichotaka au anachotaka kufanya kwa hilo jambo. Unanielewa ninachokisema? Unashukuru kwamba Mungu kuna jambo anafanya, na Mungu anachofanya kwangu ni kizuri. Kwa hiyo ninamshukuru kwa ajili ya hiyo, ingawa jambo lenyewe linaumiza, nakasirisha, natia hasira, natia nini, vurugu zote hizo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Angalia Wafilipi sura ya 4 mstari ule wa 6. Wafilipi, kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Biblia inasema, furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Mstari wa 7. Upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Mstari wa 6. Asema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Anasema pamoja na kushukuru. Msijisumbue, kwa kusali, kwa kuomba na kwa kushukuru. Hayo
hayo mambo yanakutuliza. Kwa hiyo shukrani inakuepusha na kujisumbua, kujitaabisha, kujigharikisha, kujikinai, kujikataa. Ukipokea jambo kwa shukrani, hata wewe mwenyewe jinsi ulivyo, ukianza kumshukuru Mungu kwa jinsi ulivyo, utaanza kuona unajifurahia jinsi ulivyo. Haleluya, 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 haleluya. Ukianza kumshukuru Mungu kwa jinsi unavyojiona, kwa jinsi alivyokuumba, unavyoonekana na vile ambavyo havionekani, ukamshukuru Mungu kwa hali zako, ninakwambia utaanza kujipenda. Ukianza kumshukuru Mungu kwa familia yako, hata kama unaichukia, anza kumshukuru Mungu kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya mume wako. Utashangaa kadiri unavyomshukuru Mungu, mawazo yako ile unahama kutoka hasi, unahamia kwenye chanya. Mindset inakuwa positive. Una increase in positivity. Unaongeza ile hali ya uchanya katika kuwaza. Unashtukia kama ulikuwa kwa siku unatumia muda mwingi kuwaza vibaya juu ya huyo mtu, ukianza kumshukuru Mungu kwa ajili yake, utashtukia unaanza kuwaza vizuri. Haleluya, haleluya. Na angalia, ukianza kumwazia vizuri, kama alikuwa anakuumiza, maumivu yanaanza kupungua. Kama ni bosi wako kazini, unatamani aondoke kwa jinsi anavyokutenda, kumchukia haiwezi kukusaidia. Unaweza ukajitengenezea maombi mazuri sana ya kushukuru. Kaambia Mungu, na kushukuru kwa ajili ya mtu huyu, maana kwa ukali wake au kwa kunichukia kwake kunanisaidia mambo 1, 2, 3 kwenye maisha yangu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwamba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya huyu bosi wangu, hata kama ananichukia, chuki yake inanifanya nisali zaidi, chuki yake inanifanya niombe zaidi, chuki yake inanifanya nijifunike kwa damu ya Yesu vizuri zaidi, maana nisipojifunika anaweza kaniharibu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kama chuki yake inafanya ujifunike vizuri kwa damu ya Yesu, ujifunike vizuri kwa moto wa Roho Mtakatifu, ujifunike vizuri kwa maombi, ujifunike vizuri kwa sadaka, ujifunike vizuri kwa ibada, kwa sifa, kwa sababu ya chuki yake, basi chuki yake inafanya kazi nzuri kwako. Amina. Unaelewa anachokisema? Pigia Yesu makofi kama unanielewa. Sasa angalia, ukaanza kumshukuru Mungu, sio kwa yale anayokufanyia, lakini kwa matokeo ambayo yeye hakuyakusudia, lakini anakuja kwako ambayo ni mazuri. Kaanza kumwambia Mungu, asante kwa ajili ya jambo hili, asante kwa ajili yake, asante hata kama leo amenitukana, ninashukuru Mungu kwa sababu tusi lake yamkini limetengeneza ustahimilivu ndani yangu kwa ajili ya huku nakoenda. Sijui ninatengeneza nini ndani yangu, lakini Mungu kwa kuwa umeachilia, ninajua kuna jambo zuri. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya mtu huyu, naomba kama ulivyokusudia aifanye kazi yake sawa sawa. Haleluya, haleluya. Angalia, ninakwambia si maombi rahisi, lakini ukiamua ukayafanya, miezi 2 haiishi. Yule mtu unambadilisha. Nasema yule mtu utambadilisha. Tabia yako utaibadilisha. Haleluya, haleluya. Kwa sababu angalia, shetani anapogundua kwamba yale anayokufanyia umegundua yanaleta faida kwako. Unajua shetani, devil takes advantage of our ignorance. Shetani anachukulia faida pale tunapokuwa hatujui kinachotokea. Kuna jambo ambalo amelifanya, wakati analifanya anajua huyu akifaulu hapa kuna 1, 2, 3 Mungu anaenda kumpatia. Sasa nataka nihakikishe hafaulu, amesibehave, alieli, anungunike, atoe na aache kusali, aache kwenda kanisa, yaani akuvuruge kwa lile jambo, kwa sababu anajua Mungu ameruhusu. Anajua shetani, anajua anaporuhusiwa kumgusa masihi wa Bwana, anajua Mungu kuna jambo zuri analeta. Yeye mwenyewe anajua. Kwa hiyo anatuhakikisha ni kwamba usipite vizuri kwenye lile jambo ili ukose, ufeli. Unaelewa ninachokisema?
Kama unanielewa sema asante Yesu. Kama unanielewa piga makofi kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo watu wanaoshukuru, watu wenye shukrani, hawa watu hawana mafarakano na watu. Kuna mtu nilikuwa na watu fulani, mtu mmoja nimekaa kama miezi 3, 4, 6 sijampigia simu. Siku nilipompigia simu alinilaumu sana. Kwa nini simpigie simu? Kuna mtu mwingine nilikuwa na kama mwaka sijampigia simu. Siku nilipompigia simu alifurahi sana. Akanishukuru kwa kumpigia simu. Unajua wiki iliyofuata nilimpigia simu yule mtu. Yule mwingine nilikuwa najiuliza naendeleaje. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hata wewe mtu akikupigia simu kama hajakupigia siku hii usianze na lawama. Sianze kulaumu, mshukuru kwa ile simu aliyokupigia. Achana na hizo ambazo hakupiga. Shukuru kwa ile aliyo. Na kwamba ukishukuru vizuri, siku 2 3 ana simu na wewe. Kwa sababu watu wanapenda kupokelewa kwa upendo. Unanielewa? Unanielewa nachokisema? Wanapenda kupokelewa kwa upendo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pigie Bwana makofi mengi na vigelegele. Siku moja nilikuwa barabarani naendesha gari. Sasa nikafika sehemu moja. Nikawa sikuona mtu mmoja alikuwa anataka kuvuka ile barabara. Sasa mimi sikumuona. Afa alikuwa ni mtoto. Na pale pembeni kulikuwa na traffic na gari yake imepaki. Sasa sawa kulikuwa na tuta, napanda lile tuta hivi na mtoto ameshaingia, amefika katikati, nikashtuka. Nikashika breki. Lakini tayari nikawa nimefanya kosa kwa sababu ile sehemu ina zebra. Kwa hiyo kitendo tu cha kutokuona hiyo wao hawajui. Nitakiwa niwe makini zaidi niweze kuona na kuchukua tahadhari zote. Kwa hiyo ile traffic akaniambia zungusha gari ndio upaki huko. Basi kapita, kama acha yule mtoto akapita, kazungusha gari na nikapaki kwa yule traffic. Akaja, akaniuliza kwa nini nimefanya lile kosa. Kaambia sijui kwa kweli. Mimi yule sikumuona. Alikuja kwa ukali, kwanza ni mtoto. Nikamwambia kwa kweli nimekosa. Kosa sana na akamwambia naenda kukuandikia. Na akamwambia niandikie. Kiniandikie itanisaidia labda wakati mwingine niwe makini zaidi. Sasa nikaongea naye kwa lugha ambayo siwezi kuirudia sasa hivi, lakini nilimpokea kwa namna ambayo mpaka baadaye akiwa kwenye gari yake ameshatoa kitabu anaandika, akaniita. Akaniuliza unafanya kazi gani? Kamuuliza mimi, nikamwambia mimi ni mchungaji. Sasa mchungaji imekuaje? Kaambia sijui. Nachojua tu nimekosa kwa yule mtoto, nimekosa kwa Mungu na nimekosa mbele yako kama serikali. Basi akafunika kile kitabu chake, akamwambia nenda. Haleluya, haleluya. Sikumlaumu kwa hatua alizozichukua juu yangu. Nilipokea kwa shukrani. Na nikasema Mungu hii itanisaidia yamkini kuwa makini zaidi. Siku nyingine nisije nikakosea na nikaharibu. Kwa ile shukrani ambayo nilipokea, ile adhabu ikasababisha adhabu ifutwe kwa muda mfupi sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuna adhabu zinaendelea kwenye maisha yetu kwa sababu hatujazipokea kwa shukrani. Tunalalamika, tunanung'unika, tunalia kwa sababu ya zile adhabu. Kumbe kama ungeipokea kwa shukrani, sio kwamba unafurahia ile adhabu, kwamba kwa ile adhabu kuna jambo jema litatokea, aidha kwenye tabia yako, itaongeza umakini wako, itaongeza uwezo wako wa kusimamia mambo yako vizuri. Kwa ukipokea positive namna hiyo, hata ile adhabu hata kama haitaondolewa inakuwa nyepesi. Inakuwa nyepesi. Moyo unatulia. Kuna vitu vingine ni vyepesi, lakini mioyo yetu inaposhindwa kutulia, ikahangaika kwenda kushoto na kulia, vile vitu vinapata nguvu zaidi. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Kanuni za kuvumilia Kikristo: kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwetu. Na amesema hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Mambo mengi mara nyingi yanapokuja kwetu tunasema sio mapenzi ya Mungu, kwa sababu ni mabaya, kwa sababu yanatuumiza, kwa sababu yanaleta uchungu. Lakini kama umesoma vizuri Biblia utagundua kwamba Mungu anatengeneza watu wake kwa mambo ambayo sio mazuri. Anawatengenezea watu wake. Angalia, soma kwa akina Ibrahimu. Tafuta habari zake utaona. Hata ile kuitwa baba wa imani ni miaka mingi ilipita, hiyo imani inatengenezwa. Angemjaza watoto, angemjaza hiki na kile, wewe tusingepata concept ya baba wa imani. Lakini ile challenge, ile changamoto ya kukosa mtoto kwa miaka 25 akiwa na Mungu, akiwa anamsikia Mungu, akiwa anamtolea Mungu sadaka, akiwa anamwabudu Mungu, akiwa anamsifu Mungu, na Mungu amemuita, amemwambia toka katika nchi yako, toka kwa watu wako, toka mahali unapojua, toka kwa nyumba ya baba yako, nenda mahali ambako nitakuonyesha, nenda katika nchi ya mbali. Alafu anafika huko, bado hakupi mtoto, bado uko naye, unaendelea kumwabudu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mwisho anaitwa baba wa imani. Imani haikutengenezwa kwa mambo ya mteremko, ilitengenezwa na milima na mabonde. Unanielewa? Hebu inua mkono wako kama unanielewa. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Sema ninakuelewa mwalimu. Sema ninakuelewa mwalimu. Naomba unifundishe vizuri. Na mtihani nilete. Roho Mtakatifu anayekufundisha. Ukitoka hapa iko mitihani huko. Sawa? Huko ukienda nyumbani mitihani mingi. Amekufundisha. Ukienda huko unaenda kuulizwa, ulielewa lile somo? Sitakuwepo. Lakini Roho Mtakatifu anayekuletea hicho atakuwepo huko. Atakufuatilia. Ukipata naweka tiki, ukikosa naweka kosa. Mimi sipo. Tunakutana hapa nakupa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roho Mtakatifu ni kocha mchezaji. Anakufundisha, alafu uwanjani mnaingia naye, yuko na wewe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Piga makofi kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kushukuru Mungu kwa kila jambo, anasema hayo ndiyo mapenzi yake. Yatakusaidia uwe kwenye ule mstari wa namba kwenye maisha, uwe kwenye positive side, uwe kwenye ule upande ambao ni chanya. Na upande ambao ni chanya unahakikisha ndani kuna utulivu, kuna amani, hata kama nje kuna waka moto. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Piga makofi na vigeregere kwa Bwana. Kitabu cha Warumi, angalia Warumi hili, Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Biblia inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema ya wale walioitwa kwa kusudi lake. Wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwamba katika mambo yote, sema mambo yote. Sema katika mambo yote, sema mambo yote. Sema mambo yote. Mambo yote ni pamoja na haya yanayokuumiza. Sema mambo yote. Anasema katika mambo yote Mungu anafanya kazi na wewe. Anafanya kazi na mimi ili kunipatia mema. Yao ya furaha yanafanya kazi kuleta mema. Yao ya kuumiza yanafanya kazi kuleta furaha. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Anasema all things work together for good. Soma kwa Biblia ya Kiingereza. All things work together for good for those who love God, who are called according to his purpose. Wale walioitwa kwa kusudi lake. Mambo yote yanafanya kazi
kwa ajili ya kuwaletea mema. Kuna mtu ameitwa na Mungu mahali hapa? Kuna mtu ameitwa kwa kusudi la Mungu mahali hapa? Kuna mtu ameitwa kwa kusudi la Mungu mahali hapa? Hiyo shida inayotokea kwenye maisha yako ina jambo jema linakuja nyuma yake. Ukikataa hiyo, umekataa yale mema yanayotengenezwa na hiyo. Unanielewa ninachokisema? Ukikataa hilo ambalo ni baya, umekataa na yale mema mazuri ambayo yanatengenezwa na hilo baya. Na unajua baya, Mungu hana lengo la kukuumiza. Mungu ana lengo la kutengeneza karakta. Mungu anatengeneza tabia. Sema tabia. Sema tabia. Tulisema wakati ile sehemu ile ya kwanza kwamba subira, ili maumivu yanakujengea subira, yanakufanya mstahimilifu. Unajengewa tabia. Sema tabia. Au niseme kwa Kiingereza character. Sema character. Sema character. Character ni tabia. Tabia zako. Na angalia, Mungu anafanya kazi na character zako. Mungu anafanya kazi na tabia. Tabia zako zinaweza kumfanya Mungu akakaa kwenye maisha yako au asikae. Baraka za Mungu zinafuata character, zinafuata tabia. Kwa yale mambo mabaya yanatengeneza tabia njema, yanatengeneza mwenendo mwema, yanatengeneza msimamo mwema, yanatengeneza mtizamo mwema, ili baraka zikija zikute hiyo character, hiyo tabia imekaa vizuri na zinaweza zikatunzwa. Haleluya, haleluya. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Angalia, kumtumikia Mungu is about character. Kumtumikia Mungu ni juu ya tabia. Tabia, sema tabia. Na Mungu, God rewards our character. Mungu anatunuku. Mungu anatoa zawadi. Mungu anatoa thawabu kwa tabia njema zilizo ndani yetu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Neema ya Mungu inakufundisha, Biblia inasema. Neema ya Mungu inakuwezesha. Neema ya Mungu inakufanikisha ili uje kwenye character. Nje ya character, nje ya tabia njema, tunaweza tukapata vitu vichache sana. Haleluya. Na ndio maana mabadiliko ya tabia zetu, mabadiliko ya mitazamo yetu, mabadiliko ya jinsi tunavyosema, mabadiliko ya jinsi tunavyofanya mambo yetu ni ya muhimu sana katika maisha yetu ya Kikristo. Ni ya muhimu sana. Change, kubadilika. Usihesabu tu kwenda kanisani, usihesabu tu kwenda kwenye ibada, lakini kila ibada unayoenda iongeze katika kubadilika kwako. Iongeze, ichangie kubadilika kwako. Unapotoka kwenye ibada, ukifika nyumbani, uwe na take home, uwe na kazi ya kufanyia nyumbani. Umeenda kwenye ibada, fundisho limetoka, utoke na jambo fulani la kwenda kufanyia kazi nyumbani, litakalobadilisha mtazamo wako, litakalobadilisha tabia yako, litakalobadilisha msimamo wako na kuleta kuwa ule ambao Yesu anataka kwa ajili ya kubariki. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Unisikilize. Zile ibada tunazoenda, alafu baada ya ibada haukumbuki chochote ambacho kinakushughulisha kwa ajili ya maisha yako. Angalia, leo kuna somo hili linapita. Lazima ujitahidi upate pointi fulani, sio zote, lakini pointi fulani fulani ambazo ukitoka hapa unaenda kuzifanyia kazi nyumbani. Unaelewa ninachosema? Unaelewa ninachosema? Unaelewa ninachosema? Yaani baada ya ibada wewe usiondoke tu. Mwingine ukikutana naye pale barabarani ukamuuliza leo nini kilitokea, anaweza kukumbuka vitu ambavyo not teaching. Yaani lazima uchukue, sema this is my take home. Hiki ndicho kitu unachochukua kwenda nacho nyumbani. Hiki kitaenda kubadilisha sehemu fulani ya maisha yako. Haleluya, haleluya.
Kuna Mkristo ananisikia? Kuna Mkristo ananielewa? Kuna Mkristo anakubaliana na mimi? Pigia Yesu makofi na vigelegele. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kwamba all things work together for good. Mambo yote kwenye maisha yetu, kwenye maisha yangu, yawe mazuri, yawe mabaya, yawe ya kufurahisha, yawe ya kukasirisha, yawe ya kuhuzunisha, chochote anachokuja kufanya, najua mwisho wa siku na jambo jema Yesu amenituma yakafanye. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kwa hiyo kama wanakupiga mawe, washukuru, wanafanya kazi ya Bwana. Lakini angalia, sio kafanya kazi ya Bwana sio na malipo. Sio najua. Sio kazi zote Mungu anazilipa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yuda alifanya kazi ya kumuua Yesu. Si unajua? Si unajua Yuda alifanya ile kazi nzuri. Si unajua ilitakiwa mtu fulani afanye ile kazi. Lakini alilipwa nini? Kwa hiyo kaa vizuri. Utumike kwa kazi njema. Hallelujah. Utumike kwa kazi njema. Mungu anataka mtumie mtumishi wake kwa kazi njema. Kazi yenye malipo. Malipo. Kazi yenye malipo. Kazi ambayo hazina za mbinguni zitakulipia. Tumike kwa kazi ambayo hazina za kuzimu ndizo zitalipa. Tumike kwa kazi kama hizo. Tumike kwa kazi ambayo hazina ya mbinguni italipa. Na hazina ya mbinguni inapolipa, kwanza uzima wa milele. Sema uzima wa milele. Sema uzima wa milele. Sema uzima wa milele. Na hazina za kuzimu zinapolipa, kwanza mauti. Sema mauti. Mauti ya milele. Sema mauti ya milele. Kwa hiyo usifanye kazi ambazo utalipwa kwa hazina ya kuzimu. Fanya kazi ambazo utalipwa kwa hazina ya mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. Shangilia Bwana kwa makofi mengi na vigelegele. Kwa hiyo jifunze kushukuru. Jifunze kushukuru. Utaona pressure nyingi kwenye maisha yako zinaisha. Sio kwamba unashukuru kwamba ile jambo bali limekutokea. Unashukuru kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Sema mapenzi ya Mungu. Sema mapenzi ya Mungu. Hata kama huyajui, lakini unajua ni mtumishi wa Mungu. Unajua uko mikononi mwa Mungu. Unajua hakuna mwenye kibali cha kukugusa isipokuwa kimetoka juu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Jifunze kushukuru. Hiyo ni kanuni ya muhimu sana kuvumilia Kikristo. Kama shukrani haipo, huwezi kwenda mbali. Moyo usio na shukrani ni moyo wenye malalamiko. Moyo usio na shukrani ni moyo mzito. Moyo usio na shukrani ni moyo ambao hauvuti hata watu kukaa karibu na huo moyo. Anza kuwashukuru watu. Sio kafikiri utamshukuru Mungu kama hujajifunza kushukuru watu kwa yale mambo madogo madogo wanayoyafanya. Tunamfanyia mambo 20, ukikosea moja anakimbia na lile moja ndio anapiga nalo tarumbeta. Amesahau 20 mema uliyofanya. Kwa nini? Hana moyo wa kushukuru. Na watu aina hiyo mioyo yao itanyauka tu. Hautapata furaha. Jifunze kushukuru kwa lile dogo. Tafuta hata kama ni kwa kutumia microscope, hata kama ni kwa kutumia darubini. Tafuta, ukipata moja ukaanza kulishukuru, litakuza magnification, litaanza kuongezeka, taanza kuongezeka. Kadiri unavyoshukuru utakuta yale mambo mabaya unayofikiria, unaona mengine ni mtazamo wako, lakini mengine ni jinsi anakujibu. Kwa sababu kama kila wakati unamlaumu, atazidi kufanya mabaya. Kila akija unamshukuru, hata mwenyewe atatafuta tu, huyu anashukuru kwa jambo gani? Kumbe wewe kuna kajambo kadogo sana umekaona kwake kwa ajili yako. Unamshukuru kwa ajili ya hilo jambo. Na ukimshukuru kwa ajili ya hilo jambo, na yeye akajua ni unashukuru kwa ajili yake,
Mungu anapenda kushukuru. Hata watu wanapenda kushukuru. Hata watu wanapenda kushukuriwa. Shukuru. Hata kama ilikuwa ni lazima afanye lile jambo, shukuru. Shukuru. Hata kama ni mtoto wako amechukua viatu pale nje amekuletea, mwambie asante. Unanielewa? Mwambie asante, useme tu kwa sababu ni mtoto tu amefanya tu basi. Sema asante kwanza, unamhamasisha. Unamhamasisha, lakini pia unamfundisha kushukuru. Lakini tatu, na wewe unazidi kuwa na amani na yule mtu kama unavyomwambia asante. Tunaelewana jamani? Pigia Yesu makofi na vigelegele kama unanielewa. Mwambie asante. Mteja amekuja dukani kwako, amekupa hela, umempa bidhaa, mwambie asante kwa kuingia kwenye duka lako. Useme tu kwa sababu amekupa umempa, mwambie asante. Asante kwa kununua bidhaa zetu. Tuwe atashukuru. Atasikia furaha. Haleluya. 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 Kwa hiyo hata kama mna mafarakano, anza kumshukuru. Mwambie asante. Kuna jambo mtu hawezi kuwa mbaya 100%. Vinginevyo na wewe ni mbaya sana. Kama mtu ni mbaya 100%, na wewe zako almost 100. Haleluya. Haleluya. Unajua, the more you are positive, yani kadiri unavyokuwa positive na watu, unavyochukulia watu katika upande mzuri, ndivyo watu nao wanavizidi kuwa wazuri kwako. Unanielewa? Kama unanielewa, mpigie Yesu makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Haleluya. Uko tayari kwa mazoezi ya kushukuru? Uko tayari kwa mazoezi ya kusema asante? Wewe sema tu asante. Anza kujifunza nyumbani kwako. Jifunze kazini kwako. Jifunze katika hali mazuri, vitu vidogo vidogo tu. Usisubiri mambo makubwa, mambo madogo madogo. Hata kama kuna mengi amefanya mabaya, kama kuna jambo dogo la kumshukuru, mwambie asante. Mara nyingi adui hatuachi tuseme asante. Mara nyingi tunajikuta we tend to capitalize on bad things. Tunapenda kukuza katika yale mabaya. Lakini tukijifunza kukuza katika yale mazuri, ambayo shukrani ni moja ya mbinu kubwa sana ya kukuza yale mazuri, utajikuta kwamba mtu yale mabaya yanapungua, mazuri yanaongezeka. Ubaya unapungua, uzuri unaongezeka. Ubaya unapungua, uzuri unaongezeka. Biblia inasema upendano mwingi unastiri wingi wa dhambi. Upendano mwingi unastiri wingi wa dhambi. Akipenda hata chongo anaita kengeza. Umesahau hiyo? Usisahau hiyo. Akipenda kama ni chongo atasema hii ni kengeza. Lakini kama hajapenda, kama ni kengeza ataita chongo. Kengeza kila hii chongo hii. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inamisha kichwa chako. Baba, tunakushukuru. Tunasema asante kwa ajili ya mafundisho haya mazuri yanayohitaji homework nyingi, yanahitaji mazoezi mengi kule nyumbani. Na Mungu, tutakapoyafanya haya mambo, maisha yetu yatabadilika. Tutaona mahusiano yetu na watu yakibadilika, mahusiano yetu na Mungu yakibadilika. Mungu amefanya mambo mengi sana, lakini tunatumia muda mwingi sana kulaumu, kudai yale ambayo hajafanya, wakati yale ambayo amefanya hata sasa kwenye maisha yetu ni mengi sana, lakini mara chache tunayataja mbele zake. Kwa hiyo Mungu naye tunamvunja moyo. Mungu naye tunamkatisha, tunamrudisha nyuma. Tunashindwa kumchangamsha kwa sababu mara nyingi tunalaumu, mara nyingi tunaona hajafanya sana, tunaona hajafanya vya kutosha, lakini Mungu amefanya mengi sana. Na tena yako mengi ambayo amefanya bila hata sisi wenyewe kujua. Mungu anatupenda na Mungu anatujali sana. Watu ni wazazi wetu, ni wenzi wetu kwenye ndoa, ni mke wako, ni mume wako. Jifunze kumshukuru. Mwambie asante mke wangu, asante mume wangu. Tujifunze. Si mafundisho ambayo tumekuwa nayo, lakini tukiyafanya yatabadilisha hali za mahusiano yetu. Mahusiano mengi yanasafa. Many relationships are suffering from lack or
is sufficient deficiency of things. Mahusiano mengi yanasafa, yanaumwa kukosa shukrani. Kukosa shukrani. Kukosa shukrani. Hata kama amefanya mabaya mengi, anza kumwambia asante. Kuna jambo jema amefanya. Amekubali kuwa mke wako. Hilo tu. Kama mwingine hana, hilo tu. Amekubali kuwa mke wako. Mshukuru kwa ajili ya hilo tu. Amekubali kuwa mume wako. Mshukuru kwa ajili ya hilo. Hata kama mwingine hana, mwambie Mungu asante kwa sababu alikubali. Kwa hiari yake. Uliposema naye, mwambie asante. Alikuchagua wewe kuwa mke katikati ya mabinti wengi. Alikuwa na choice nyingi sana, lakini akaja kwako. Mwambie asante hata kama mengi hana, lakini kwa ajili ya hiyo mwambie asante. Katika hiyo utakapoanzia hapo, hiyo mbegu utakayoipanda ya asante itakuzalia 100, itakuzalia 60, itakuzalia 30. Mungu, mahusiano yetu yanasafa. Mahusiano yetu na Mungu, vitu vingi vimebaki pending kwa sababu we don't have time to give thanks to God. Hatuna muda wa kudai, tuna muda wa kukemea pepo, tuna muda wa kuvunja, hatuna muda wa kusema Baba asante, Baba asante, Baba asante, Baba asante, Mungu asante. Tujifunze mambo haya, yatabadilisha maisha yetu. Mambo haya yatabadilisha mahusiano yetu. Mambo haya yatabadilisha familia. Mambo haya yatabadilisha watoto wetu, yatabadilisha ndoa zetu, yatabadilisha kazi zetu. Hata kama bosi hakutaki, lakini uko pale, jifunze kumshukuru. Anza kumshukuru Mungu kwa ajili yake. Na kisha kunapotokea jambo fulani hata la mbali, mwambie asante. Mwambie asante. Anza kumpa asante hizo. Useme atajiona unajikomba. Hata kama unajikomba kwa ajili ya Kristo ni vizuri kuliko kujiinua kwa ajili ya shetani. Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Asante Mungu kwa baraka yako. Asante Mungu. Tupe moyo wa shukrani. Tupe moyo wa kushukuru. Tupe moyo wa kushukuru. Tupe Baba, tunahitaji moyo wa kushukuru. Umetuumba, umetupa karama, umetupa vipawa, umetupa afya, umetupa kuishi, umetupa mambo mengi sana. Hata nguo tumevaa. Mungu, hata chakula tunapata. Hata kama si kama tulivyotaka, lakini Mungu tumepata angalau maji. Tumepata angalau chakula, hatujafa njaa. Baba tunakushukuru. Tunasema asante. Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Wema wako ni mkubwa kwetu. Uaminifu wako ni wa ajabu. Rehema zako ni nyingi. Tunapoangalia tangu asubuhi hata wakati wa jioni. Tunapoangalia usiku kucha. Mungu, tunapoenda kulala, una mambo mengi unapigana nayo. Ninakumbuka habari moja. Siku moja kiwa katika hiyo tafakari. Siku moja nilikuwa nasoma mwanafunzi wa form 1. Kwa natoka shule Tambaza. Pofika hapo katikati posta, maeneo ya posta, kulikuwa kuna mtu mmoja kichaa yuko mahali pale. Kumbe wanafunzi walikuwa wamemchokoza na alikuwa amechukua mawe anapiga wanafunzi, na mimi sikujua. Lakini mahali pale alikuwepo mjomba wangu aliyekuwa amesimama, na akaona yule kichaa ananifuata kwa nyuma akiwa na jiwe kwa ajili ya kuja kunipiga. Akafanikiwa kwenda na kumnyang'anya. Mimi sikujua. Nikaendelea nilipofika nyumbani, baadaye ndo akaja. Kanaambia unajua wakati fulani ulipita sehemu fulani, ndio. Sasa kuna jambo fulani baya lilikuwa likutokea. Lakini nashukuru Mungu nilikuwepo nikakusaidia. Nikasema Mungu asante. Kuna mambo mengi Mungu anatusaidia bila kujua. Ziko nyakati nyingi adui ametaka kutuua. Ziko nyakati nyingi adui ametaka kutuharibu. Ziko nyakati nyingi adui ametaka kula nyama zetu. Ametaka kuiba katika familia zetu. Ametaka kuteketeza, ametaka kuharibu. Lakini kama yule mjomba alivyonisaidia, Mungu anatusaidia mara nyingi sana bila sisi kujua, tukiwa tumelala, tukiwa tunatembea, tukiwa macho. Hatari nyingi tunaepushwa nazo. Hizo hatujui. Tunapaswa kumwambia Mungu asante kwa hayo mambo ambayo umeyafanya. Ingawa akili yangu haijui, lakini Baba, ninajua ninao maadui wengi. Ninao shetani, wako mashetani, yako mapepo, yako majini, wako mawakala wa shetani. Wananitafuta kuniharibu, wananitafuta kuniangusha, wananitafuta kuniangamiza usiku na mchana, hata wakati nimechoka, hata wakati siwezi kuomba. Lakini Mungu, jicho lako liko pamoja nami. Wako malaika na watuma wakinipigania, wako malaika na watuma kunisaidia, wako malaika na watuma kwa ajili ya kuniokoa. Baba, ninasema asante Mungu. Ingawa mara nyingi sisemi asante, mara nyingi sishukuru, lakini hakika Bwana unayofanya
ni mambo mengi. Wako watu wengi wamefanya mema kwenye maisha yangu. Wako watu wengi wametumika wakati fulani, hata wakati nikiwa mdogo, hata wakati nikiwa katika umri fulani. Wako watu kwenye maisha yangu ambao walisimama, sasa nimewasahau. Sijawahi hata kusema asante, sijawahi hata kuwapigia simu, sijawahi hata kusema nao, Mungu naomba unisamehe, kwa sababu nimekuwa ni mtu nisiye na msamaha, nisiye na shukrani. Oh Baba, tusamehe. Tusamehe Mungu, tusamehe. Tusamehe Baba, tusamehe. Tusamehe. Hatujashukuru. Tumekosa shukrani kwa watu. Tumekosa shukrani kwa watu waliotutetea, walitusaidia. Baadaye wakafanya makosa fulani, tukawachukia, tukawaachana nao. Hatuwezi tena kwa hasira kwa sababu ya mapungufu. Kama wanadamu walikuwa na mapungufu yao, walipotupungukia tukasema hawatufai. Oh Mungu, tunaomba tuhurumie. Tunaomba tusamehe. Mahusiano yetu hayafanyi kazi vizuri kwa sababu tumekosa shukrani. Tumekuwa ni watu wa kuchumbia. Wako vijana wanachumbia wanaacha. Hawa ni vijana wasio na shukrani. Wamekosa shukrani, wanakataa, wanachumbia wanaacha. Hawana shukrani watu hawa. Baba, tunaomba tupe moyo wa kushukuru. Kwenye ndoa nyingi zina mafarakano kwa sababu ya kukosa shukrani. Kukosa shukrani tu. Kukosa shukrani hata kwa yale machache ambayo tunaweza tukatendeana kama wanandoa. Baba, tunaomba tupe rehema, tunaomba tuhurumie, tunaomba tusamehe, na tunaomba utupe tena nafasi nyingine, na ndani yetu uweke moyo wa kushukuru. Weka moyo wa kushukuru. Weka moyo wa kushukuru. Ondoa moyo wa laama. Ondoa moyo wa laama. Ondoa moyo wa laama. Weka moyo wa shukrani. Asante Mungu, kwa njia hii tutaona tunapona, familia zetu zitapona, mioyo yetu itapona, magonjwa mengi yatapona, kwa sababu tutoka kwenye pressure, tutoka kwenye hofu na wasiwasi kwa sababu ya kutokuwa watu wa shukrani. We are being characterized by fear. Hofu zimetawala maisha yetu kwa sababu muda mwingi hatuko kwenye kushukuru. Tuko kwenye kulaumu, tuko kwenye kutafuta perfection. We after perfection. Tunatafuta mambo yaliyo kamilifu, wakati sisi wenyewe si wakamilifu. Sisi wenyewe si wakamilifu. Tumedai ukamilifu kutoka kwa wengine. Tumedai ukamilifu kutoka kwa wengine, wakati sisi wenyewe si wakamilifu. Baba, tunaomba tupe moyo wa kushukuru. Asante Mungu wetu, na asante Baba yetu wa mbinguni.